Sasa tuje katika point sasa. Hapo kuna mambo kidogo tu umeyaona yamekuwa kidogo kama nasema yamewavua watu nguo. Mambo haya watu tena kocha anakuja kutoka wapi? Unajua zile. Yamevua watu nguo. Cha kwanza watu walikuwa kwenye nanili, walikuwa kwenye lengo. Walikuwa kwenye lengo zuri tu. Lakini lengo la kwanza lilikuwa ni kumtafuta kocha msaidizi. Plani ya kwanza ilikuwa ni hiyo. Na alikwenda kwa kocha wa isi fichi. Hii ninafungua tu. Walikwenda kwa kocha wa lakini sio vizuri sababu nikaifungua ikaita tatizo sifungue. Walikwenda kwa kocha mzawa, kwa kocha mzawa katika nchi hii na yupo kwenye klabu anafundisha. Klabu ambayo kwa sasa hivi inafanya vizuri. Katika michezo yake sijui mitatu sijui wanavuna alama 5 sikosei. Hajafungwa mpaka sasa hivi. Kumfuata ni mazungumzo ya papo kwa hapo na hapo wakampa na mkataba asaini kuwa kama kocha msaidizi. Ushafahamu mzuri, lakini mwalimu alisema mimi nina timu yangu na watu wangu kwanza nikawasikilize kwanza afu baada hapo nitarejea. Kurudi kwa watu wake wakamwambia ulishoko nafasi ya kwa kocha mkuu. Sasa kwa msaidizi ni jambo ambalo kwa kwetu sio zuri. Kwa akakataa yule bwana licha ya kuwekwa ufanono na mshahara mkubwa, akakataa kuwa kocha msaidizi. Kwa wao waliangalia walitaka kocha msaidizi mwenye kariba anaweza kuwa mwalimu mkuu pia. Simefahamu vizuri? Walitaka kocha msaidizi ambaye hata kama akitoka kocha mkuu ana uwezo wa kubaki yeye na akafanyaje na akafundisha timu hata akitoka mwalimu mkuu. Kwa sababu hii neno hata utakuwa ulifahamu vizuri kwamba kumbe hapa kutakuwa kuna mpango maalum unasukwa. Ushafahamu vizuri unasukwa mpango mkakati ikashindikana kwa hawakuwa na mazungumzo. Na nafikiri sisi hatukai kusubiria Sports Arena hawakuwa na mazungumzo yoyote na mwalimu yote zaidi ya kutafuta walimu ambao wataweza kuja kuwa msaidizi. Ushafahamu vizuri wa bwana huyo nono.com. Ushafahamu vizuri huyo kwa msaidizi. Na hata huyo ambaye unamwona yeye huyo watu waliomsema wengi mazungumzo yake hayakuwa kuja kuwa kama mwalimu aje aongeze nguvu kwenye bench. Ushafahamu vizuri kitu ambacho kikashindikana. Ushafahamu ndio maana hakuingia Jumamosi kama watu walivyo report kwamba ataingia Jumamosi. Mwisho wa siku wakafanikiwa kwa huyo ambaye unayemuona kufanikiwa, jambo limekwenda. Why yule mwingine bango tukulisoma kweli baada ya mchezo ule pressure ilikuwa kubwa. Pressure kuwa kubwa ikawa lazima hata viongozi nao kukubaliana na maamuzi kwamba bana huyu mtu pressure sio kubwa, sasa itakuwa ni mtihani huu. Ila baada ya muda kukaa kama kamati iko na sasa sisi tutakuwa ni taasisi tunaongozwa na mashabiki ama na watu au tunajiongoza sisi watu watufuate sisi. Akasema mambo mangapi magumu tuliyafanya na watu wakatufuata sisi tunafanyaje tunavyotaka. Kisha ndio mwalimu hapa kipenzi cha mashabiki na mwisho siku wakakubali mashabiki. Shafahamu vizuri tushaondoa wachezaji ambao ni vipenzi wa mashabiki. Mwisho siku wafanyaje wamekubali mashabiki. Kwa nini hili tusifanye sasa mashabiki na wakaaccept wakakubali sisi kama management? Ndio maana wakaamua kwa pamoja kwamba jambo lifanyaje tusifuate maamuzi wala pressure ya nani ya mashabiki. Jambo likatulizana kwa wakaona walichokiona nao sasa ni kumleta mwalimu msaidizi lakini mwenye uwezo au pia kwa mwalimu mkuu. Nifahamu vizuri mwenye uwezo kwa mwalimu mkuu. Kwa hiyo utanielewa tu vizuri. Mwenye uwezo kwa mwalimu mkuu maana yake hata ikatokea jambo alikuwa zuri huyu akipewa timu inasonga kocha kwa sababu hataki kupita kule kupita mwaka jana. Wanataka kwamba timu endelee kuwa katika ni muundo ule system ile. Ushafahamu vizuri kama ukitoka sema mfano wafanya kazi chief simona bana ametoka mwalimu mkuu amebaki sababu wasaidizi wana uwezo wa kuwa walimu wakuu bana. Ndio hivyo tu habari ambazo zilizopo. Niseme tu kwamba tumevuliwa nguo kwa kifupi tumedhalilika. Tumepata udhalimu.